Lakini pia sisi kwa umoja wetu tunaitaka serikali ifanye uchunguzi wa kina juu ya kina nani ndio walikuwa vinara wa kuchochea vijana wetu katika kufanya uharibifu huu mkubwa kuwahi kutokea katika nchi yetu mpaka kufikia maisha ya watu kupotea. Sisi kwa umoja wetu tunaiomba serikali kuwaangalia wale wote ambao kwa namna moja ama nyingine wamekumbwa na maafa haya na wala hawakuhusika kwa namna yoyote ile, kuwaangalia kwa jicho la huruma pamoja na kuwafariji. Sisi kwa umoja wetu tunaisihi serikali katika kipindi hiki iangalie pale panapohitaji suluhu pafanyike suluhu, kama mafundisho yetu yanavyosema, na suluhu ni kheri. Qur'ani sura An-Nisa aya 128. Na pale panapohitaji maridhiano, basi serikali pia iwe tayari kufanya hivyo kwa maslahi mapana ya nchi yetu na raia wake. Japokuwa pia tunaisihi serikali yetu suluhu na maridhiano isiwe ni zawadi wanayopewa wale waliohusika na kushiriki katika uhalifu huu uliopelekea maafa haya. Sisi kwa umoja wetu tumekusanyika hapa kwa lengo la kumwomba Mwenyezi Mungu aendelee kuilinda nchi yetu na watu waovu, na pia awasamehe wale ambao hawajui walifanyalo, lakini pia wale waliofariki na wasio na hatia awalipe kwa namna apendavyo. Kwa hakika yeye ni mwingi wa rehema na kurehemu. Sisi kwa umoja wetu pia hatuoni kuwa ni busara wala hatuoni kuwa ni afya kwa umoja wetu na mshikamano wetu katika nchi sisi kuitwa wajinga kwa sababu tu tulikuwa tukihimiza amani. Sisi kama sehemu ya jamii katika nchi yetu siku zote tumekuwa mstari wa mbele katika kusimamia na kuhimiza amani katika nchi yetu, hata pale ambapo kufanya hivyo kunapokuwa kuna tulazimu kukubali maumivu makubwa, lakini tulikuwa tayari kufanya hivyo.